Yes. Wale vifaranga walikuwa wadogo kabisa. Ndo hapa tumhamishia kwenye banda hili baada ya kuona kule wamekuwa wakubwa, kwa hiyo wamebanana sana. Kwa hiyo tumhamishia huko ili at least kila kuku apate nafasi. Kama unavyoona wanaendelea vizuri, wako shwari, wanaendelea kula maisha. Wale waliokuwepo huku tumhamishia bandani kule, walishakuwa wakubwa, tumhamishia bandani kule. Kwa hiyo huku tumewabakiza hawa, kama unavyoona wako fresh, wako safi kuku wetu. Wale wakubwa tumhamishia kule, hawa tumhamishia hapa, kwa sababu kule kidogo, chumba kidogo, walikuwa wamebanana. Kwa hiyo tumewaingiza huku kwenye chumba kikubwa ili at least kila kuku apate nafasi ya kutosha. Kama unavyoona kwa sasa wamejiachia, wamejiachia vizuri, kila kuku ana nafasi nzuri, kwa wanazidi kutanuka kama unavyoona. Mungu ni mwema, mambo si mabaya. Kama unavyoona kuku wetu wamekuwa jamani, ila wale wakubwa, kuna video hapo nitakuonyesha. Wale wakubwa tuhamishia kule, nitakuonyesha baada hii video. Utazama video inayofuata, utaona wale kuku wakubwa tuhamishia upande wa pili kule. Anyway, hapo anakuwa msosi hapo mdogo, mishingo kwa kutosha. Jamani, hawa wanyama eti wanyama tena, hawa ndege bwana wanahitaji uangalizi wa karibu sana. Wao wanaongea kwa lugha ya ishara. Ukiona tu kuna ishara ambayo haieleweki, wanasinzia na nini, basi ujue kuna shida, inabidi wazingatie. Usipowazingatia tu ndio unakuja kukutana na kile kitu kinaitwa mortality, very high mortality. Huku wanakufa siku na shangaa umetoka kuku 12, ila ukiwazingatia kila kitu kinaenda fresh. Kuna ishara ndogo tu unaishughulikia mapema, mambo yanaenda pamoja sana.